Naam, kama ilivyo ada tunaendelea na kipindi chetu. Kama nilivyokuambia, somo tulionalo tunajifunza namna ya kutambua mtumishi wa kweli wa Mungu na mtumishi wa uongo wa Mungu, imani sahihi na imani potofu, miujiza sahihi ya Yesu na miujiza potofu. Lakini pia tunajifunza kwa habari ya kujua, watu wengine wanaulizaga maswali, kanisa sahihi likoje na kanisa la uongo likoje. Haya ni mambo baadhi ambayo maswali watu wanakuwa nayo na yanatakiwa yajibiwe ili watu wajue wanachokiamini, sababu ukiamini kitu ambacho hakiko sahihi maana yake utapotea na utaipoteza roho yako milele. Nimezungumza kwamba sifa ya kwanza, mtumishi wa kweli wa Mungu anakuwa ameitwa na Mungu. Lakini mtumishi wa uongo anaweza akaitwa na vitu vingine. Mfano, anaweza akaitwa na tamaa yake ya pesa. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza, nafikiri sura ya 6, Timotheo wa kwanza 6, kuanzia mstari wa 8 hadi wa 10, maandiko yanasema, kwa maana shina la mabaya yote ni kupenda fedha, ambayo wengi kwa kuipenda hiyo wamejichoma kwa maumivu mengi na kuiacha imani. Kwa hiyo kuna watu ambao nimekuambia kwamba kumuona mtumishi wa Mungu sijui kanisa fulani, sehemu fulani, huyo sio mtumishi wa Mungu. Yaani hata kama anahubiri vizuri mpaka unasema huwa ananibariki, ikishagusa tu eneo kwamba anataka hela umuone, huyo sio mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Mathayo sura ya 10 kuanzia ule mstari wa 8, Yesu alisema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takasani wenye ukoma, toeni pepo. Mmepewa bure, toeni bure. Mmepewa bure, toeni bure. Kama kuombea ugonjwa wako, kusaidia shida yako, changamoto yako, mpaka hela, kumuona huyu mtumishi ambaye naye ni mwanadamu kama wewe, amepewa neema na Mungu, huyo sio mtumishi wa Mungu. Vitu ujanja, mtu anakuuzia maji ya kawaida kwenye kopo ya shilingi 500, yeye anakuuzia 5000. Kichupa kidogo cha mafuta ya kupikia au ya mzeituni anakuuzia 5000, 10000. Anakuambia yameombewa. Kwa hiyo mafuta yakiombewa yanapanda bei au yanakuaje? Ni wizi. Anakuuzia chumvi ya kupikia ya nyumbani ya shilingi 300, anakuuzia 5000, 10000. Kwambia ni chumvi ya kibali. Ni wizi. Yaani ile kwamba kimeombewa ikifanyi kupanda bei, inaonyesha kwamba tu ni rehema na huruma za Mungu zimekigusa kitu cha binadamu au kitu cha kimwili kifanye kazi. Mtu anakuuzia kitambaa cha shilingi 500 cha kufutia jasho, anakuuzia 10000. Mtu anakuuzia picha yake, alafu na unachukua unasema nina picha ya nabii wangu nyumbani. Huyo ni mwizi, anatafuta hela, ni mwizi. Narudia tena, ni mwizi. Hayo mambo ambayo lazima tuyaseme, na uenda kesho uko unajiandaa kwenda, umesharogwa akili yako, yani unaamini kila kitu. Yaani anakuambia sasa, kimbia mweke mdondoshe sadaka hapa haraka, dondosha miguuni kwangu hapa. Na kimbia kwenda kuweka hela. Kila atakayedondosha hela hapa chini hatakufa. Pokea maisha kwa jina la Yesu. Na anakuambia kuwabariki watu na kutamka urizi juu yao, lazima ulipie. Hawa ni wezi. Wengine mpaka wanaandika message za matusi. Hubiri ambacho ulikuwa unataka. Kwa nini? Kwani vya kuhubiri vimeisha? Mimi Mungu amenituma nihubiri hivi leo. Yaani sihubiri kingine, na hubiri hiki leo, na wakaba ko. Maana mmepoteza watu wa Mungu muda mrefu. Leo ni leo. Sasa sifa nyingine ya mtumishi, tunaangalia upande mmoja, mtumishi wa Mungu yukoje, mtumishi wa shetani yukoje. Huyu wa Mungu anaitwa na Mungu, anakuwa na agenda ya Mungu na kazi yake ni kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa uaminifu bila kupotosha. Hawezi akakwambia leta hela nikuombe. Atafuti umaarufu wake wala jina lake. Atafuti kuwa juu yeye. Atafuti kujenga heshima yake na kujijenga yeye. Kazi yake kubwa ni kumtukuza Yesu na kumfanya Yesu aheshimiwe na watu. Sifa ya pili ya mtumishi wa kweli wa Mungu ni mtu wa upendo na mwepesi wa kusamehe. Mtu wa upendo na mwepesi wa kusamehe. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza hadi wa 10. Maandiko yanaeleza sifa za upendo. Maandiko yanasema upendo huvumilia. Upendo haujivuni. Upendo hautafuti mambo yake wenyewe. Upendo au hesabu mabaya. Upendo unasamehe.
Mungu alitupenda akamtoa mwanae wa pekee ili tukikubali ule upendo wake tusamehewe. Upendo wa Mungu. Mtumishi wote wa kweli wa Mungu anasamehe na anaachilia. Lakini ukisikia mtu anasema ukiondoka hapa matatizo yako yote yatakurudia. Yaani ukiondoka hapa, utaona mizigo uliyokuja nayo itakurudia mara 10 zaidi. Kwa hiyo ukiondoka madhabahu hii, huyo sio mtumishi wa Mungu, huyo ni tapeli. Au mtu usijue alipishana naye lugha, eti anamlaani madhabahuni pale mnasikia. Huyo ameondoka hapa, tutaona, hatofanya chochote, atarudi na machozi. Wewe mbona Mungu hajawahi kukubana hivyo? Wewe mchungaji, wewe nabii, wewe mtume wa uongo. Kwa nini Mungu mwenyewe hajawahi kufanya hivyo? Ukitenda kosa unataka rehema za haraka haraka na msamaha wa haraka wa Mungu. Wewe wenzako akikosea unataka uwachinje, yani hawatoki mpaka senti ya mwisho, wakati wewe unataka rehema za Mungu na unalia tu kwa damu ya Yesu. Mtumishi yote wa kweli wa Mungu ni mtu wa upendo, ni mtu wa msamaha. Na ukishajua kwamba unashughulika na wanadamu wanakosea. Hakuna mwanadamu asiyekosea. Hakuna mwanadamu asiyekuwa na mapungufu. Anaweza akafanya kitu hata kwa nia njema, kumbe amekukwaza, hivi yeye atakujua kama amekukwaza. Haya mambo yapo, lazima uwe ni mtu mwenye moyo wa msamaha, ni mtu mwenye upendo wa kweli kama Wakristo waliokuwa nao. Sasa watumishi wa uongo hawanaga upendo. Wao ni rahana tu. Wao ni kutamka mabaya tu. Wao ni kupiga na kuua tu. Hawana msamaha kabisa. Ishu ya msamaha nakwambia hiyo mimi sijui. Mtu unamsikia anapotosha andiko. Neno la Mungu linasema wapendeni adui zenu, waombeeni wanao waudhi. Yesu alisema, Yesu aliagiza, ni agizo sio ombi. Wapendeni adui zenu, alafu waombeeni wanao waudhi. Yeye anakuambia Yesu alisema tuwaombee, ila kutuambia cha kuwaombea. Kwa hiyo mimi nimeamua kuwaombea mabaya. Nimewaombea radi ziwapige. Nimewaombea mambo watakayofanya asifanikiwe. Yesu alisema tuwaombee, akusema tuwaombee nini? Wewe ni moyo wako tu mbaya na roho yako ya ukatili. Basi, sasa tunao watumishi wa hivi. Inawezekana huko kwenye madhabahu moja wapo ambayo nayo inafanya hivi. Hatari. Na najisifia na kuambia, si niliwaambia hakuna kinachokwenda. Watarudi wote hapa kwa machozi na magoti wananililia. Afu wanafikiri ni Mungu anaongea. Sio Mungu, ni roho ya uharibifu ndani ya mtu. Sasa sifa ya tatu ya mtumishi wa kweli wa Mungu. Mtumishi wa kweli wa Mungu, kiu yake na shauku yake ni roho za watu ziokolewe. Roho za watu ziokolewe. Ndio maana kabla ya saa 8 kamili hapo, kabla wakati nahitimisha somo, lazima nitakupa nafasi ya kuokoka. Lazima, siwezi nikakubali eti unisikilize ubarikiwe, tukachambua vizuri, alafu usiokoke. Yaani ukae dhambi. Nimekuja kufurahisha wewe. Sijaja kufanya ufurahi, nimekuja kuambia ili mwisho wa siku ufanye maamuzi utoke dhambi. Yaani ndio lengo langu. Roho ya Mungu nyuma ya injili ni watu kuja kwa Yesu na kutoka dhambini. Yaani kiu na shauku ya Mungu ni wenye dhambi wasipotee dhambini. Mtumishi wa kweli wa Mungu, huo ndio moyo wake. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Luka 19 mstari wa 10, Luka 19:10. Maandiko yanasema kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Lakini pia Luka 15 mstari wa 1 hadi wa 10, Yesu alitoa mifano miwili. Mfano wa kwanza alizungumzia mtu aliyekuwa na kondoo 100, akapotea kondoo mmoja. Biblia inasema aliwacha wale 99 walio salama, akaenda kumtafuta yule mmoja. Alipompata akambeba mabegani, akarudi akafanya sheria akisema nimempata yule mmoja aliyekuwa amepotea. Lakini mfano mwingine Yesu akasema akazungumzia kuhusu mwanamke mmoja ambaye alikuwa na changamoto ya kupoteza shilingi yake ya thamani. Maandiko yanasema aliingia gharama ya kuwasha taa na kuchoma mafuta na kufagia na kutafuta mpaka alipoipata ile shilingi. Alipoipata akasema nimepata ile shilingi yangu ya thamani iliyokuwa imepotea. Alafu Yesu akasema ndivyo ilivyo mbinguni. Ni furaha kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anapotubu, anapogeuka kutoka dhambini na kuacha njia zake mbaya. Mbinguni kuna furaha. Mtumishi wa kweli wa Mungu, raha yake ni watu kutoka dhambini. Sio miujiza, sio makeke na mbwembwe ambazo mnasikia maredioni. Siku hizi ni mambo ya ajabu. Unasikia nilikuwa sijui nauma nini nikaja nikachukua chumvi, sasa nimepona. Haleluya! Amina! Mbwembwe, yani mpaka unashindwa kuelewa ni maigizo, ni comedy, ni nini, yani havieleweki.
siku nzima, yani ni hivyo hivyo. Sasa wewe kwa sababu una matatizo na shida, unasema acha niende huko nikapate hiyo chumvi, nikapate hayo maji, nikapate hayo mafuta ambayo yatabadilisha maisha yangu, kwa sababu kila siku nasikia mafuta tu. Mafuta, nilipotumia kile kitambaa cha kinabii, nilipotumia sijui nini na nini, ikatokea hivi. Naona matatizo. Kwa hiyo wamekuwa ni waganga wa kienyeji wanaotumia Biblia. Hawajali roho za watu. Ukifika pale unafikiri basi utasikia wanasema kwamba wewe uliye na mme wa mtu, acha mme wa mtu. Geuka. Acha hiyo dhambi, hata kama itakugharimu kupoteza kodi ya nyumba na kuanza kuishi maisha ya kuadhirika. Hawezi kusema. Utasikia tu anasema wewe toa sadaka, jiunganishe na madhabahu, toa sadaka ya kuvunja laana, sadaka ya kuvunja vikwazo. Hata kama unaendelea kubeba mme wa mtu, hawajali. Unakaa kwa kijana au binti bila ndoa, hawajali. Yani wanachokijali wenyewe ni wewe umeleta hela ya kujiunganisha na nabii, sadaka ya kinabii, sadaka ya si unajua Waswahili walisema wajinga ndio waliwao, na mjinga mmoja wapo ni wewe. Yaani mara yako unajua unaishi maisha ya dhambi, alafu unaendelea kuwa kitega uchumi cha muuni mmoja anayetumia Biblia. Wewe ni kwamba wewe ni mjinga. Yaani mjinga wa kwanza ni wewe kabla ya kuwaramu wale. Kwa sababu unayajua maisha yako. Unaishi ovyo ovyo. Unacheza kamari, unabeti, unakunywa pombe, lakini unakwenda ukanyaga mafuta. Wewe ni kwamba una akili mbovu. Achana wale wahubiri wenyewe watapeli. Wewe mwenyewe unafikiri unamtania Mungu. Mungu ni shangazi yako yani. Yaani Mungu ni kama nani? Yaani ni kama bahati nasibu. Unaweza tupa 100 uokote 1000, tupa 1000 uokote 10,000, tupa 10,000 uokote laki. Yaani Mungu unamuona ni kama nani? Yaani wewe Mungu unamuonaje yani? Kwa mfano nikuulize wewe kabla ya kuendelea kuwashukia hawa wezi. Nikurudie wewe hapa ambaye unawafanya wadumu hapa mjini. Ambaye kama ungegeuka na kutafuta kweli ya Mungu, wale watu wangekosa watu. Wewe mwenyewe unayaonaje maisha yako? Hivi kwa unaendelea maisha ya dhambi, unaendelea na uzinzi, alafu unakwenda eti nina vifaa vya kiroho. Na vifaa vya kiroho. Hivi natusaidia, ndo nyenzo zenyewe. Wenzetu wana ilizi, sisi tuna hizi. Hiyo ni ilizi nayo kama ilizi nyingine. Kwa sababu wewe ni mtenda dhambi, alafu imani yako umeweka kwenye kichumvi, imani yako umeweka kwenye maji, imani yako umeweka kwenye mafuta, imani yako umeweka kwenye kitambaa, imani yako umeweka kwenye vitu vya hovyo vinavyoharibika. Wewe uone kwamba una matatizo. Hivi unaelewa kwamba wenzako, yeye mbona hujawahi kumuona amefunga kitambaa chake kwenye bega lake? Au amebeba chumvi yake, au anajipaka mafuta kila muda? Huyo aliyekutapeli, huyo aliyekufunga akili. Na unajua bahati mbaya ukishakwenda kwa watu ni wachawi. Yaani anakufunga kwa maneno, anakufunga kwa ukiri, anakufunga kwa vitisho. Ukishakaa hapa unakuwa unaogopa kutoka. Unasema nikitoka nimekwisha. Yaani unaweza kaelewa, yaani hapo unaweza kanisikia hata mimi naongea ukweli hivi. Huko Dar es Salaam hapa. Au huko Dodoma ambako tuna kanisa, au huko Morogoro huko nikitoka asiponiona nimekwisha. Yule baba ni hatari. Unamtetemekea mwanadamu ambaye atakufa ataliwa na funza. Siku 3 nyingi tu ameshaanza kufa. Siku 7 nyingi ngozi imeanza kuliwa, mifupa imeanza kutokeza nje. Unamwogopa mwanadamu? Maandiko yanasema muogopeni Mungu anayeweza kuwa mwili na roho katika jehanamu ya moto. Muogopa mwanadamu? Unaishi maisha ya kiolela. Kwa hiyo mtumishi wa kweli wa Mungu anataka roho za watu ziokolewe. Mtumishi wa kweli wa Mungu anakuambia ujui siku wala saa ya kuondoka kwako duniani. Tengeneza, uwe na ushirika na Mungu, acha dhambi, pokea Yesu akubadilishe. Pokea nguvu ya wokovu kutoe dhambini. Huyo ndo mtumishi wa Mungu wa kweli. Mtumishi wa uongo, hajali, wapi. Wewe ni kitega uchumi chake. Jumapili tutakuwa na ibada ya kitambaa cha kijani. Njoo na sadaka nzuri ili tukanyage kwenye upako wa mafanikio. Kijani maana yake mafanikio, prosperity. Jumapili inayofuata tunakanyaga kitambaa cha njano, madini. Tunakwenda kumiliki mali. Na wewe ulivyo kichaa unafikiri ni bendera ya Tanzania eti? Ambayo ndo tunatajua kwamba njano inawakilisha madini. Kijani inawakilisha uoto wa asili. Nyeusi inawakilisha sisi wa Afrika. Na kanisani mambo yameanza ya namna hii. Hivi watu umeona Yesu aliwaambia tu Jumapili ijayo tutakuwa na ni ufunuo. Mungu anapowafunua watu. Mungu anapowafunua nje ya Biblia. Mungu anapa watu mafunuo nje ya neno lake. Chochote ambacho kimezidi neno sio cha Mungu. Lakini ndio mambo mnayopenda ninyi watu wa Dar es Salaam, ninyi watu wa Dodoma ninyi. Mnapenda shortcut. Amtaki kweli.
Amtaki kweli. Yaani hapa kuna watu hapa naongea mke na mume wanaongea wao wanasema ni kweli jamaa anasema ukweli huyu. Ndio. Mimi siwezi kusema uongo ili iweje. Yaani mimi nikae hapa kwenye kipindi tuingie gharama, tutoe pesa, tutoe muda, tuache usingizi, alafu niongee uongo hapa. Nije nikudanganye, alafu bado na siku moja nitakwenda kutoa hesabu mbele za Mungu nikudanganye mimi. Mimi sio mchungaji wa kawaida, mimi sio mchungaji mjinga. Mimi najua, yani ninajua ninachofanya. Nipoteze muda, nikupotezee muda, na nijipotezee muda, na nipoteze roho yangu. Nipoteze na yako hapo. Huo muda ninao. Kwa hiyo sifa ya tatu mtumishi wa kweli wa Mungu, roho za watu. Hawezi kucheka na dhambi. Hetu wewe unaangalia mapicha ya uchi, alafu unakuja kanisani kuimba kwaya. Unakuja kushika mic kesho. Umelala kwa mtu usiku mzima, Jumapili unakuja kusoma madhabahuni. Unafikiri Mungu ni shangazi yako eti? Au Mungu ni nani yani? Yaani wewe unamuonaje Mungu? Uogopi yani kwamba unaweza kaanguka ukafa. Unaona kawaida, umeshazoea. Unachomoa mimba na upo kanisani. Ujari. Unasema ameniahidi atanioa, unakaa naye tu. Anakuja, unapika na unapakua, anakula kama mke na mume. Kanisani hupo kwenye kitabu cha kanisa lenu. Wewe uone kwamba una akili mbovu kuanzia wewe na mchungaji wako wote wawili mna shida kichwani. Yaani nyinyi wewe unaishi maisha ya hivi na wewe mchungaji wako tapeli, wote wawili amuogopi kwamba kuna siku mtakufa na mtakutana na Mungu kwa ajili ya hukumu. Waebrania 9:27. Waebrania 9:27 andiko linasema kwa maana mtu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa inafuata nini? Hukumu. Sasa wewe hivi ukifa sasa hivi, kwani wanaokufa wanafikiri wana matatizo? Tena kama msimu ndo watu wanadondoka wanakufa kweli kweli. Ambao wadhani wewe mwenyewe unaona majirani, marafiki, mitandaoni ukipita. Hivi wewe unaishije maisha ya dhambi yani? Unajiamini nini? Wewe umeshajiandaa kuwa kuni motoni. Unataka uishi motoni milele. Eti sina kuuliza. Usigeuze, usibadilishe redio, kaa hapo dawa ikuingie. Kaa hapo, tulia hivyo. Usiukimbie ukweli. Uruhusu ukweli ukuvunje hicho kiburi na maisha ya dhambi unaishi. Sifa ya 4 ya mtumishi wa kweli. Narudia ya 3 nimesema mtumishi wa kweli wa Mungu yeye anachokitaka ni roho za watu ziokolewe. Roho za watu ziokolewe. Yaani wewe ukija na nina shida kwenye ndoa, mume wangu ameniacha, anakuambia umeokoka. Umeokoka? Na hapana wanapenda kuja. Unatakaje msaada wa Yesu wakati una huyo Yesu ndani yako? Unatakaje Yesu akuponye? Yaani Yesu unataka kumgeuza Yesu kama hospitali, unakwenda unapona unarudi nyumbani kulala. Unakwenda hospitalini kwa matatizo, ukipona unarudi nyumbani kwako. Yesu hayuko hivyo. Yesu anakutaka, Yesu anataka ushirika na wewe. Yesu anataka ajenge makao ndani yako. Ufalme wa Mungu ukae ndani yako. Mtumishi wa kweli wa Mungu hawezi kuambia eti njoo nitakuombea. Mtumishi wa kweli wa Mungu hawezi kusema watu wa dini zote, watu wa namna zote, njoni hapa ni kituo cha maombezi na kuombea alafu narudi kwenye dini yako. Mtumishi wa kweli wa Mungu hawezi kufanya hivyo. Huyo si mtumishi wa Mungu, sio mnafiki kiasi hicho. Mtumishi wa Mungu anasema ukweli ya kwamba kwa mjibu wa Yohana 14 mstari wa 6 neno la Mungu liko wazi. Yesu akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi. Yaani manake nje ya Yesu hakuna wokovu. Nje ya Yesu hakuna mbingu. Nje ya Yesu unajilisha upepo. Hata ungeombewa, napenda mhubiri fulani yeye hachaguagi watu wa dini yoyote. Of course hata mimi sichagui watu wa dini yoyote. Ila ukija lazima nikwambie kuhusu Yesu. Kwa sababu Yesu pekee ndiye Mwokozi. Yesu pekee ndiye anaweza kumtoa mtu dhambini. Yesu pekee ndiye anaweza kuleta utosherevu. Yesu pekee ndiye aliyemfia mtu wa dini zote, mtu wa namna zote. Mwokozi ni mmoja, Kristo Yesu. Huyo ndio mtumishi wa Mungu anavyosema. Na ndivyo anavyosimamia. Wa uongo anakuambia wewe wala usijali, wewe njoo tu, una sadaka, umebeba sadaka ya kinabii, umebeba sadaka ya ukombozi, leta sadaka nzuri. Nenda kalete mshahara wako wote. Nitakuombea, mambo yako yatanyoka. Umeambiwa unaumwa, wamekwambia shilingi ngapi? Milioni 6. Basi mimi ili nikuombea upone, leta milioni 1. Wale wanaambia sita, hizo 5 nyingine baki nazo. Wao ni wezi, mitume wa urejesho hao. Wezi. Narudia tena kwa herufi kubwa, wezi.
Alafu hao ndo watu wamejaa sasa. Ndo wengi hapa mjini Dar, ndo wengi Dodoma, ndo wengi Morogoro, ndo wengi Mbeya. Ndo wengi hawa. Kwa sababu hawa ndo wanaojua kuvaa vizuri. Ukiona kwenye picha amepiga picha, amevaa suti ya laki 6 na viatu vipya kila ibada na suti mpya. Unasema ndio hao ambao Mungu amewapa upako wa pesa. Wale ni matapeli, wanajipackage, inaitwa packaging. Kujiweka vizuri, kuficha matatizo na ujanja. Mtu anaanza kukuambia mimi ni tajiri, nina migodi, nimewekeza kila mahali, ninamiliki majumba ya kukodisha, sina shida na hela yako, Mungu amenituma nikuinue wewe. Alafu cha ajabu anakuambia sasa wanaotaka kumuona nabii wenye milioni simama pale. Wewe una hela, unataka hela za maskini za nini wewe? Wewe uone kwamba wewe ni tapeli, anacheza na akili yenu. Tuna miradi yetu, tuna shughuli zetu tunafanya. Huyu ni mwizi. Narudia kwa kubwa, ni mwizi. Anacheza na akili zenu kwa sababu anajua akijiweka kwa namna ambayo anaonekana kama ana shida. Akiwa anakuja kanisani msururu wa magari 6. Matatu mbele yako katikati hapa, mawili nyuma. Nabii wa Bwana anakuja. Kuria protocol 6. Kuku wengine 7. Wengine wametandika nguo chini, red carpet. Anavyoingia utafikiri mheshimiwa waziri au mheshimiwa rais fulani. Kumbe ni mchungaji tu yani. Mwanadamu tena, acha kutumia neno mchungaji au nabii. Mwanadamu tu tena ambaye anaweza akafa akaoza, akabaki mifupa na akaenda motoni kwa sababu ya utapeli na ujambazi wake. Alafu wewe unavyomtetemekea sasa. Baba, akiwa anapita pigeni magoti, anapopita sasa pigeni magoti. Unampigia mwanadamu magoti. Wao wanakudanganya na kuambia umpigie yeye, unampigia Mungu aliyeko ndani yake. Hivi wewe kwani huwezi kupigia Mungu direct mpaka upigie Mungu ndani ya mtu? Paulo anasema nampigia Baba wa mbinguni magoti, ambaye ubaba wa vitu vyote unatajwa. Unapiga mbele za wanadamu. Unakuta mtu ana umri kama wa kwangu hapa miaka 30 na anampigisha mzee wa miaka 70 magoti, anasema mwanangu, mwanangu mzee mstaafu, huyu engineer mstaafu, njoo hapa mwanangu. Mzee wa watu anakuja pale na miaka 70 yake na 2, anapiga magoti mbele ya kijana kama miaka 30. Ndio mwanangu, sema. Hebu elezea hili tatizo. Baba nabii, baba yangu wa kiroho. Sikiliza wewe, ubaba wa kiroho upo, lakini ule ni udhalilishaji. Majitu ambayo anataka kuwa juu yaonekane yenyewe, kutafikiri yenyewe sio wanadamu, kumbe ni wanadamu ila waovu. Kabla sijaendelea, ninataka hapo ulipo jiulize maswali. Hapo unaposali wanafundisha kuhusu utakatifu. Hapo unaposali na hata kesho unataka kwenda alfajiri, unataka kwenda unakwendaga ibada ya kwanza kwa sababu unataka urudi nyumbani ukacheze game. Unakwenda ibada ya kwanza ili ukirudi ufungue duka. Yaani hata mambo ya Mungu wewe una hata Biblia. Unakwenda kanisani tu kutimiza wajibu, unasinzia wakati neno linaendelea. Lakini leo Bwana ameamua kushone na sindano zake za kuumiza ili utoke kwenye kiburi ulicho nacho. Sasa jiulize, uliwahi kusikia wanafundisha kuhusu utakatifu na madhara ya dhambi? Uliwahi kusikia wanasema Yesu anarudi muda wote, inabidi umpokee na ushinde dhambi? Umewahi kusikia wanazungumza kuhusu kubadili mwenendo na kutoka dhamiri jumla? Kama hujasikia yote haya, upo kanisa la uongo na upo chini ya mtumishi wa Mungu, wa mtumishi feki. Unahitaji kubadilika leo, unahitaji kugeuka leo. Ikiwa unasema mtumishi wa Mungu, maneno yamenigusa na kwa hiari yangu nataka kuokoka. Na sio tu kuokoka, nataka kuanza kusali na kujifunza neno la Mungu na kumjua Mungu na kujua namna ya kutembea na Mungu. Imetosha kuzurazura makanisani na kila mahali. Nataka Yesu. Hapo uliporudia sala hii ya toba kwa dhati, sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Kuanzia leo nimeamua kuokoka. Karibu ndani yangu, uniokoe na kunibadilisha. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa imani nimeokoka. Ikiwa maombi haya, nijulishe kupitia namba hii ya simu 0652 12 13 01, 0652 12 13 01, 0652 12 13 01. Majina yako kamili, wapi ulipo, mkoa uliko,
unaposikiza kipindi hiki. Tutakwenda break. Tukirudi nitaanza kusoma baadhi ya message ambazo za wale mliofanya maamuzi ya kuokoka. Wale mliofanya maamuzi ya kuokoka. Tukitoka break 0652121301. Mungu akubariki, usitoke kwenye redio yako mpaka 10 kamili. Asante.